Sasa kama dini inaua haya mambo makubwa ambayo ndo maisha ya mtu, unafikiri kwa nini? Ndio maana mwanzoni nimesema ya kwamba dini au kanisa lolote likimkosa Yesu Kristo, hilo kanisa linaanza kufanyika kama chanzo cha uuaji kimya kimya. Kama duniani wanatumia mapanga, kanisa linaweza lisitumia mapanga, lakini watu wakawa wanaendelea kufa kiuchumi, kifikra na kiakili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama dini inaua hivyo vitu, hebu tuangalie kitu kimoja. Maisha yako kwa ujumla yanamhitaji Yesu kiujumla. Maisha yako kwa ujumla, sisemi kwa 90% au 99 au 99.5, nazungumzia maisha yako kwa ujumla yanamhitaji Yesu jumla, hayahitaji dini yako. Wenda nafasi ya dini ni ndogo sana kwenye maisha yako. Labda nizungumzie lugha hii, ingawa si njema sana kwa sababu si kila mtu ataielewa. You must to know the boundary of religion, position and the God is what? Position. Lazima ujue mipaka ya nafasi ya dini yako na nafasi ya Mungu. Yani kama unataka uishi kiungu, mtu mwenye matokeo makubwa kwenye maisha, lazima ujue nafasi ya dini ni ipi na nafasi ya Mungu ni ipi. Lazima useme dini itaishia hapa, lakini Mungu is overall. Lazima useme dini itaishia hapa, lakini Mungu yupo juu ya nini? Ya yote. Sasa watu wengi, mtumishi wa Mungu, wamechukulia dini ipo juu ya nini? Ya maisha yao yote. Dini haitakupeleka mahali. Mtumishi wa Mungu unayenisikia, baba, mama, kaka, mtu yote ambaye unanisikiliza muda huu, dini haitakupeleka mahali. Nikakuta mtu mmoja pale stendi kuu ya mabasi pale Mwanza Nyegezi, akasema hivi, akawa anajiongelesha kwa uchungu sana, akasema nimemwaga jasho sana. Si anajua ya kwamba mwanaume atakula kwa nini? Kwa jasho. Nimemwaga jasho jingi mno, kama ni jasho nimemwaga la kutosha, lakini sijafanikiwa. Maanake huyu mtu ametanguliza bidii as a source of his success. Yani ametanguliza bidii kama chanzo cha nini? Cha mafanikio. Asijue chanzo cha mafanikio ni Mungu peke yake. Yani kupambana, kujituma sio kufanikiwa. Unavyojituma pasipo Mungu, huko sio kufanikiwa. Sio mimi. Biblia inasema ya kwamba bila mimi nyinyi hamwezi neno lolote. Yani neno lolote, we have an ability to do. Hatuna uwezo wa kufanya neno lolote bila Mungu. Sasa huyu mtu kwa nini alikuwa anazungumza hivi? Kwa sababu alikuwa ametoa nafasi ya juhudi kama chanzo cha mafanikio. Usithubutu kuyakabili maisha kwa kuamini juhudi zako hata siku moja. Usithubutu kuyakabili maisha kwa kuamini mshahara wako hata siku moja. Usithubutu kuyakabili maisha kwa kuamini kibarua chako hata siku moja. Usithubutu kuyakabili maisha kwa kuamini kwamba dini yako itakusaidia au kiongozi wako wa dini atakusaidia hata siku moja. Watu wenye matokeo makubwa, mtumishi wa Mungu Elisha, lazima umwamini Mungu kuliko vitu ambavyo Mungu amewapa kama njia ya kumfikia yeye. Dini tumepewa kama njia ya kumfikia nani? Mungu. Tusiamini njia tukaacha kumwamini Mungu tunayemwendea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hebu tuendelee kidogo. Dini imepunguza juhudi ya kufikiri. Imepunguza juhudi ya kufikiri. Mtumishi wa Mungu Elisha, hii dini imepunguza juhudi ya kufikiri. Sometimes unaweza kuona watu wanaenda kupokea. I'm not denying, sikatai kwamba kupokea hakupo. Lakini imefika kipindi dini imekatisha kabisa ile asili ya Mungu ya kufikiri, kama tulivyojifunza wiki iliyopita, zile fikra za kiungu. Mwisho wa siku watu wameamini miujiza kuliko fikra za nani? Za Mungu. Unajua Elisha, ukimsoma Yesu vizuri kwenye Biblia, alitumia njia ya muujiza mara chache sana. Ingawaje dunia sasa hivi inatumia muujiza kama njia kuu ya kupata majibu yake, lakini Yesu alitumia muujiza mara chache sana. Na naweza nikakuthibitishia, mara nyingi alikuwa anafuatwa na watu, anasema nao, anawafundisha. Manake kwa ufupi alikuwa anawasaidia sana watu kwa kufanya nini? Kwa kuwafundisha. Sasa dunia imebadilika. Watu wamekuwa kama nyumbu, yani ni kama watu wanaoenda kiolela, hawajui hata hatima zao ni nini. Just
they have, yani their choice is miracle, yani chaguo lao ni muujiza.